ma press conference yasiokuwa na kichwa wala miguu, nyakati za kizamani kabisa zinarudisha kwenye nyakati hizi. Yani binafsi kusema ukweli siwezi kufurahi, na naamini kila mpenda maendeleo, mdau wa michezo ambaye anajua industry ilipotoka na hapa ilipofika, haya ma press conference sijui ya Muhindi wa Simba haya sio ya kuentertain. Miaka karibia 25 nyuma huko, enzi zile za Simba Taliban, rest in peace Seydou Rubea, Mwenyezi Mungu mlaze mara pema peponi. Enzi zile za kina Seydou Rubea ndo zinarudi leo, Muhindi wa Simba sijui. Mambo gani haya siku kwenye kati hizi ya kuentertain kweli? Tunahubiri maendeleo, haya mambo yanafanyikaje na katika dunia ipi? Kwa hiyo mimi kusema ukweli, wakati mwingine naweza usiwalaumu hao watu, kwa sababu wanayafanya hayo ni kwa sababu kuna loophole, kuna mianya inayowaruhusu kufanya hivyo. Kama kungekuwa kuna misingi, kuna mifumo ambayo iko clear, haya mambo singekuwepo yanatokea. Kwa hiyo manake ina expose mapungufu yaliyokuwepo kwenye mfumo wa kiongozi wa klabu ya Simba. Na haya ndo maswali ambayo yanakuja kwa watu wengi. Mimi binafsi najiuliza, tatizo la msingi ni lipi linaloikabili Simba kwa sasa, ukiachana na hizi kelele za kwenye mitandao? Tatizo ni lipi hasa? Ukiamka Mangungu, ukiamka Jairuti, ukiamka mwekezaji, shida nini? Umeona bwana? Mimi nafikiri hapo ndo sema mambo tabii tujikite. Umeona? Ukiondoa hizo kelele za kwenye mitandao, mimi bado naamini Simba kuna matatizo, na matatizo yenyewe ni mengi, lakini mimi nitazungumzia machache tu kwa sababu muda wenyewe ni mchache na sitaki nikuchoshe na mambo mengi. Kwa mimi naangalia tatizo la Simba kwenye maeneo haya. La kwanza, center of power ni nyingi. Kuna wanachama, kuna uongozi uliochaguliwa, kuna bodi, kuna sijui upande wa mwekezaji. Yani haieleweki ni upande upi, yani power ipo kwa nani? Uongozi ambao una uwakilishi wa wanachama uliopigiwa kura. Mwenyekiti wa bodi, yule anaongea huko, mwenyekiti wa bodi Crescentus Magoli anakuja huko anaongea Mangungu, mwenyekiti wa club. Which msikiza nani mwache nani? Kwa hiyo center of power kuwa nyingi inasababisha hayo makelele. Kihistoria hata bodi imekuwa na wajumbe kutoka kwa mwekezaji, kwa mfumo wa kizamani. Sasa hivi kuna maelekezo mapya. Umeona, kuna maelekezo mapya ya namna ambavyo mfumo wa maendeleo ya klabu ya Simba unatakiwa uanze upya. Na kwenye mabadiliko ya katiba mpya maelezo yako clear. Sasa hizo kelele zinatoka wapi? Si wakae chini waanze huo mchakato ambao unawaruhusu kuaccommodate wawekezaji kadhaa, sio mwekezaji mmoja. Kelele za nini? Kwa hiyo hiyo ni moja kati ya sababu kubwa, kwa sababu ni makelele. Kila mtu yani huwezi kujua nani hasa ambaye mwenye majukumu anatakiwa ongee. Ingine ni accountability, ionekane kuwa na mtu mmoja. Hakuna mtu mmoja ambaye leo unaweza kumuuliza akawa accountable na haya anaozungumzwa Simba. Ndio maana unaona sijui Muhindi anaongea, unamwona huku Dr. Suimo anaongea, unamwona huku sijui Kisugu anaongea. Ni kwa sababu mfumo uliokuwepo hauonyeshi ni nani ambaye anakuwa accountable. Haionekani accountability kwa kwa mtu mmoja. Simba ikifanya vibaya unamuuliza nani? Unamuuliza mwenyekiti wa bodi, unamuuliza CEO na management yake, unamuuliza mwekezaji, unamuuliza mwenyekiti wa wanachama, unauliza technical bench. Hapo ndipo lawama zinapoanza. Umeona bwana, kuhamishwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, haijulikani nani hasa ambaye anatakiwa abebe lawama, abebe au accountable. Umeona? Kwa hiyo hiyo naiona ni kama tatizo kubwa pia. Ina mambo mengi sana kusema ukweli. Kuna mambo mengi. Sijui shida ni nini. Kuna kitu hapa ambacho nataka tukiangalie, ambacho naona ndo msingi mkubwa. Sawa. Simba inahitaji iwe rahisi kusema. Yaani hionekane kwamba bodi imekaa imeamua jambo A. Management imekaa imeamua jambo B.
sporting department imekaa imeamua jambo C, kocha na watu wake chini wameamua jambo D, na mwekezaji anakuja na taarifa yake E. Mipaka hiyo ikiwa wazi, hata hizi kelele za Jairuti hata akiondoka Jairuti kesho, akiondoka Mangungu kesho, au Magoli akaondoka kesho, na viongozi wapya wakaingia madarakani, waliokuwepo wote wakaondoka, Simba itaendelea kufanya kazi, kwa sababu kutakuwa na structure ambayo ipo, kuna mfumo ambao unafanya kazi, sio kumtegemea mtu mmoja. Kwa hicho ndio kipimo cha taasisi kuwa na mfumo mkubwa ambao unafanya kazi. Hiyo ndio changamoto ya Simba. Unaona bana? Ndio changamoto ya Simba. Simba ina tatizo la separating football decisions from politics. Mchezaji akisajiliwa vibaya, mjadala umeama, unakwenda kwa viongozi. Jezi sijui imefanyaje, inakwenda kwa huyu. Umeelewa? Hakuna sema ambayo unaona kwamba hili jambo la kisiasa, hili jambo la kiutendaji, hili jambo la kiutawala, hili jambo la kiufundi linatakiwa lijadiliwe kwenye muktadha husika. Hakuna tofauti ya jambo la kiutendaji na mambo ya kisiasa, yamechanganyikana yote humo ndani. Haya ndio yanasababisha haya ma press conference ya sijui Muhindi sijui nani kama nilivyosema yanakuwa yanatokea. Kwa hiyo lazima tukae chini tuangalie namna ya kutengeneza mfumo. Nani rais tayari maelekezo yametoka, warudi kwenye drawing board, waanzishe mchakato upya as soon as possible wa kuitengeneza structure mpya ya Simba. Lakini wakikaa kimya na wahusika hawajulikani kina nani, ama kaenda ataendelea kuwepo tu, alafu itakuwa na faida gani?